Hizo kata, mimi nikiwa mwenyeji Oloiren nililazimu kurudi Oloiren. Wakati huo chama cha demokrasia na maendeleo ilianza kuleta checheto kwa ajili ya upinzani. Hivyo kata ya Kiranyi ikachukuliwa na Chadema ambaye ni marehemu Mheshimiwa Bile, ndiye alichukua udiwani kata hiyo. Mimi nikachukua Oloiren kupitia Chama cha Mapinduzi, na Tarakwa akachukua Chadema ambaye alikuwa ni technician mmoja, namsahau jina, lakini alikuwa kutoka Chadema na wakaendelea hivyo. Sasa mwaka 2020 kijana John Seneo naye akagombea kupitia tiketi ile ya Chadema kata ya Kiranyi, ambaye huyu ni mtoto wako? Ni mtoto wangu. Ndio. Akagombea na bahati nzuri akashinda kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mimi baada ya kuona hivyo nikajitoa kwenye siasa, nikaamua kuachia vijana sasa waendelee na siasa, kwa sababu kipindi nilichokuongoza inatosha. Hivyo baada ya kuchukua Kiranyi, Oloiren ikachukuliwa na walisimama kijana wa marehemu Zelote aliyekuwa mwenyekiti wa chama mkoa, naye alishindwa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, akachukua Albert Saidi Oltereu akachukua nafasi hiyo kupitia Chadema. Naam. Kwa hiyo mambo yakaenda hivyo, lakini baada ya kipindi cha uchaguzi tena akaja kijana mmoja anaitwa Semboni, Eric Semboni, tukamsimamisha na nakiri kwamba nilikuwa pioneer kwa ajili ya kutaka kuona kwa Chama cha Mapinduzi kinasimama. Ndio. Hivyo nikamfanyia kampeni na bahati nzuri ya tukashinda. Oltereu akaanguka, tukachukua Oloiren. Labda mheshimiwa, hali wakati ule ukiwa diwani sasa, na hali ya baraza la madiwani ilikuwaje? Kwa maana sasa utendaji wao wa kazi, utendaji wao, kama unakumbuka vizuri, hali ilikuwaje kwenye baraza la madiwani? Na pengine kama unakumbuka baadhi ya waheshimiwa madiwani ambao walikuwa nao katika baraza la madiwani, na hata mwenyekiti wa halmashauri wakati huo labda alikuwa ni nani? Wakati huo mwenyekiti wa halmashauri yetu alikuwa ni ndugu Saningo. Tuligombea mimi na yeye na Lendisa. Aha. Bahati mbaya au bahati nzuri akashinda. Kwa hiyo katulazimu kumuunga mkono, tukubaki naye. Lakini vile vile tulikuwa na madiwani kama kina Ngarabali, akina marehemu Matias Manga, Ana Msuya, kina Zelote na wengine wengi tulikuwa